Huyu Kasongo hata sioni tukiwa na shida kubwa. Bora tu Mwenyezi Mungu hatuwezeshe tufike pale. Ukweli kabisa, Kasongo tutapiga 70%. Hata kosa kitu ya kuiba. Wachana na hii matisho anasema tutaiba kura, tutatumia serikali, tutafanya nini? Hatashindwa kitu ya kuiba. Iliyoko sisi tujipange hapa. Sisi tujipange wapi? Hapa. Na tusiaibishe wa Kenya. Kwa sababu Your Excellencies, wizi ambayo imekuwa kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya imekera wananchi. Any programs ambayo inatoka katika serikali ya Kenya Kwanza, ya hospitali, SHA ni shida, education ni shida. Sasa ameingia katika mahali ambaye sasa Wakenya wamekuwa fed up mambo ya kuua watu. Ameanza kwanza na Gen Z, sasa amerudi kutafuta kuua viongozi. Mimi nataka kumwambia Rais Ruto, hapo sasa mahali umekanyanga, sioni tukifika hiyo 2027. Sioni. Na kwa sababu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alisema ukiguza mmoja wetu tutafunga kila mahali. Mimi niko tayari Your Excellencies kufunga Kajiado. Tanzania hakuna kuingia na hakuna kutoka. Wacha wajaribu. Ama namna gani? Sijui Mheshimiwa Kalonzo yeye atafunga pande ile ya coast. Si ni kweli? Sasa si kufunga na kura, ni kufunga kwamba hakuna mtu atatoka. Wacha wajaribu sasa walete hiyo maneno ya kuua wa viongozi wetu. Rais Ruto, si wewe tu tutakuwa kiongozi. Hapa kuna viongozi na kutakuwa na viongozi pale mbele. Asante sana Your Excellency. Mimi nataka kusema asante, tuko pamoja, tutatembea pamoja na hakuna matisho. Asante sana. Na tutaogopa. I saw what happened to you people last Sunday. And my heart bleeds for this country. Yani tumefika sasa tunataka kuua watu kwa kanisa. Really? Me, I want to stand here. Kama kiongozi in this country, as a son of a pastor, na mimi mwenyewe kama mzee wa kanisa, kusema if there was any curse that was remaining for the administration of one William Samoei Ruto, that curse was dispensed last Sunday and it will never be cured. You can't attack people in church. You can't want to kill people in church. You must respect the place of worship. Ya mwisho, I expected two things that have not happened. I will not blame anyone. I will continue to pray to God. I expected that the entirety of the church, the entire church community will come together and condemn what happened on Sunday. I expected that every person who believes in living God would come together and condemn that action. I'm still waiting. I expected that the president himself would speak to this matter and give a warning and actually fire people. He has not spoken. I'm not expecting that he will speak. The only thing that will happen, that for defiling the church of Christ, William Samoei Ruto, angalia kwa ukuta, yale maneno yameandikwa hapo. Your kingdom has been weighed and it has been found wanting and it has been divided and given to your rivals. Mr. William Ruto, start packing. I want to tell you, Niko Madhabao, there will be no shortcut. You must leave office. And thank God that what Wakenya wamekukubalia one term. Thank God at least you have what? One term. Because beyond that,
There is no leadership for you. There is no administration for you. And we will hold you to account for the things that you have done against us as a nation. Our leaders, I want to appeal to you by the mercies of God. Hawa watu wa Kenya hawa wote, they are looking up to you. They are praying for you. They are standing with you. Don't betray us. Stand united. Stand united. And I'm very sure if you unite, Kasongo ni one term. Ama watu wa Murang'a mnasema nini? Mnasemaje? God bless you. Thank you. Tumualike shemeji wetu, kiongozi wetu wa MA, Senator Seki. Mwambie hi shemeji. Shemeji hi. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellencies, viongozi wetu wa kitaifa ambaye tuko nao hapa, kanisa letu la ACK, viongozi wote walioko hapa, washirika wa kanisa hili, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellencies, sitakuwa na mambo mengi, lakini nataka kushukuru Mungu kwa kutupatia uhai kuwa hapa leo. Na kwa sababu yeye ndiye anatupatia uhai, yeye atatupatia uongozi, Mungu akitujalia 2027. Your Excellencies, nataka kusema ya kwamba mzee wetu kamanda amesema tuchunge mahali tunatoka. Na mimi naona kama tayari wa Kenya wamekubali. Mahali mimi ninatoka, na mahali my brother Ole Kenta anatoka, katika jamii ya Wamasai, tunasema ya kwamba tuko katika mwelekeo huu. Kwa nini? Hii serikali, Your Excellency Rigathi, tulichagua sisi wawili. Huku Masaini imetugandamiza na mambo ya wizi ya mashamba. Sasa sijui nyinyi mnapigwa na, nafikiri nyinyi mnapigwa kwa sababu hawataki mtembee safari moja. Sisi huko ile shida tunatembea nayo ni mashamba. Ole Kenta ako na shida ya mashamba,